Katika awamu ya 6 miaka hii minne tumefanikisha sana kwenye maeneo ya udanganyifu, kupunguza maeneo ya udanganyifu, ambapo mfuko umekuwa zaidi ya bilioni 22 kwa kipindi hiki. Na tumefanya chunguzi 259 na hizo ni chunguzi kwenye vituo vya afya na kadhalika, lakini zaidi ya kadi 13,000 za wanachama zimefungiwa. Nafikiri mnafahamu hapo katikati kulikuwa kuna wanachama wanatumia kadi moja, anamwazima mwenzake, na hata mlipokuwa mnasikia mwanafunzi wa chuo ana multiple pregnancy, sio kwamba ni yeye alikuwa mjamzito, alikuwa anatoa kadi yake mtu mwingine aenda kujifungua naye. Kwa hiyo sasa hiyo baada ya kufanya uchunguzi kadi nyingi zikawa zimesimamishwa, na bana hiyo ni kwamba kwa ajili ya kwanza kuwaleta wanachama waweze kuwa na wenyewe waadilifu. Lakini sasa kwa kutumia mifumo imekuwa rahisi. Kwa sababu kwenye kutumia mifumo sasa tunakwenda kutumia biometric ambayo tunaweza tukatumia kidole au fasho kwa wale ambao hawawezi kutumia kidole. Kwa hiyo imesaidia kupunguza, lakini pia watumishi 36 wa afya wameripotiwa kwenye bodi zao ambao wamehusika na mambo ya udanganyifu. Lakini as NHIF na sisi tumechukua hatua pale ndani. Watumishi wetu kama nilivyosema wamekuwa vetted, lakini wale watumishi ambao wameonekana kuhusika kwa namna moja au nyingine kwenye masuala ya udanganyifu wamechukuliwa hatua kwa mujibu wa sheria za utumishi wa umma. Lakini vituo 11 vilifungiwa kutokana na udanganyifu. Kwa hiyo kituo, sisi tukikuta kituo kimefanya udanganyifu, kile kituo kinafungiwa. Na hili tunajitahidi kufanya kwa umakini mkubwa, kwa sababu serikali inaongeza juhudi zake kuongeza vituo vya afya. Kwa hiyo sasa hivi tunajikita zaidi, kama ni hospitali kitengo labda cha meno kimefanya udanganyifu, then kitengo cha meno kinafungiwa, sio hospitali nzima, ili walau kuweza kuhakikisha kwamba wanafata mifumo iliyowekwa ili wasifanye pia udanganyifu.